Sisi ndio tunaoamuliwa na waamuzi wenye njaa kali. Waamuzi wana njaa. Refa anaamua maamuzi njaa kali. Ndio nikwambia mpira wetu, bodi ya ligi na TFF ni mtu mwenye jipu unaambia atupe mkuki au fiki mbali. Kasoro za waamuzi kwanza wanahongwa. Japo mtu anaweza asikupe ushahidi, kwa mazingira waamuzi wetu wanahongwa. Kama sio kuhongwa wana upendeleo. Taratibu zipo hazifuatwi. Kwa upendeleo na kuogopana. Iliahirishwa mechi ya dabi tarehe 8 kwa kuogopana. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu tuyazungumze yale ya kimichezo. Niko na kocha Mkaraboko, mchambuzi wa masuala ya kabumu, na kwenda kujuzana kwenye kile ambacho kinaendelea hivi sasa baada ya Singida Black Star kutoa tamko lao kutokana na kutoridhishwa na mwamuzi RCC katika mchezo ambao walicheza dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo Singida alipoteza kwa idadi ya goli moja. Kocha Mkaraboko, uko poa? Niko fresh. Ni kwema? Ni kwema kabisa. Kwa mara nyingine tena. Kwa mara nyingine. Kocha, tuzungumze katika hili. Tumeona matukio ya marefali yanakuwa yanajirudia sana katika mechi moja. Unaweza kukuta matukio hata 5, 6, yote ni makosa ya kibinadamu. Lakini hatujiona uongozi TFF bodi ya ligi wakisema kama wanafungia marefali ambao wanafanya hivi. Ni matukio ambayo yanajirudia. Kocha, kwanza tuanzie hapo. Marefa ni mkono wenye jipu. Alafu unaulazimisha utupe mkuki. Marefa wetu hawa ni mkono wenye jipu, unaolazimisha utupe mkuki. Sasa haufiki mbali mkuki, kwa sababu mkono ni jipu tayari unakuwa unataja dosari. Hiki ndio kinachoonekana kwa marefa wetu. Na kwa nini kwa marefa wetu? Ni kwa sababu hatujikiti na matatizo ya marefa wetu kwa madhaifu tuliokuwa nao kwenye uongozi wa mpira na mashabiki wa mpira. Tukisema viongozi wa mpira sio bodi ya ligi peke yake, vilabu, mashabiki, bodi ya ligi, kamati ya waamuzi, chama cha waamuzi. Waamuzi wetu wana matatizo, lakini hatutaki kutafuta kiini cha matatizo. Sisi ndio tunaoamuliwa na waamuzi wenye njaa kali. Waamuzi wana njaa. Refa anaamua maamuzi njaa kali. Refa ni rahisi kuingia kwenye mtego wa hongo. Duniani kote kuna malalamiko ya waamuzi. Ya kwetu sisi wanachezesha kwa kisasi. Waamuzi wetu wanachezesha kwa kisasi. Waamuzi wetu ukimtuma kama jini umelituma likaue mtu, jini limuingie mtu. Waamuzi wetu wanachezesha kama jini umelituma likamuingie mtu. Yaani ukimfanyia wanachokitaka yeye anakwenda kuchezesha mechi unavyotaka wewe. Sasa kwa nini imekuwa hivi? Kwa sababu waamuzi wanachezesha hivi, chombo tu kinachounda kinachosimamia mpira kinatokana hivi vilabu venye viongozi ambao wanapenda kupanga matokeo. Viongozi wetu ni kama wanapenda kupanga matokeo. Sasa tunapokuwa tunaingia kuzungumzia kasoro za waamuzi, huwa tunalalamika, hatuzungumzi kiini cha kasoro za waamuzi. Kasoro za waamuzi kwanza wanahongwa. Japo mtu anaweza asikupe ushahidi, kwa mazingira waamuzi wetu wanahongwa. Kama sio kuhongwa wana upendeleo. Kama sio upendeleo hawana viwango. Kama sio viwango wanakosa weledi. Kama sio weledi tunafanya nini? Jambo la kwanza, mpira wetu sisi waamuzi ni idara yenye urasimu sana. Tunayo kamati ya waamuzi, alafu tuna chama cha waamuzi. Kamati ya waamuzi inaamua kufanya kazi na waamuzi nao wataka wao. Waamuzi hao wanakosa uadilifu kwenye kufanya kazi zao. Lakini hatuangalii sababu ya waamuzi kukosa uadilifu, tunaangalia matokeo ya waamuzi kukosa uadilifu. Kama unaweza ukawa na mwamuzi pengine ambaye anachezesha mechi kwa hongo. Unaweza ukawa na mwamuzi pengine ambaye anakaa anafanya kazi yake kwa udhaifu wa ubora wa kiwango. Waamuzi wanapendelea baadhi ya timu ambazo zina interest kubwa na watu. Au wengine utimu ndo nawapelekea hivyo, mtu ni Simba, mtu ni Yanga. Utimu tu. Waamuzi wetu wana matatizo mengi. Ukiondoa udhaifu, ukitaja kuhusisha rushwa, ukitaja upendeleo, ukitaja viwango vibovu, waamuzi wetu sisi ni hakimu asiyejitosheleza, lazima atakuwa na upendeleo. Lakini kama taifa tunaangalia nini? Tunalo tatizo. Viongozi wa mpira hawawajibiki na kufuata taratibu. Ukiwa na kiongozi ambaye hawajibiki na kufuata taratibu, tegemea jamii kuwa na manunguniko. Tegemea mtakuwa mnazalisha kizazi cha manunguniko. Hii nchi kwenye mpira tunazalisha kizazi cha manunguniko. Ukisema mapungufu ya mpira wetu kama yanagusa timu moja dhidi ya nyingine wakati huo inanufaika, utatukana wewe asubuhi mpaka usiku. Leo tunasema mwamuzi kwa sababu ni mechi ya Simba. Simba wote wanakuona mbaya. Tukirudi tukisema mwamuzi mechi ya Yanga, Yanga wote wanakuona mbaya. Sasa hivi tunaharadisha makosa ya waamuzi kwa kuleta vigezo. Kwa mfano, Singida wamelalamika.
Singida wao wamelalamika, lakini walichokilalamikia Singida wamelalamikia mwenendo mbovu wa waamuzi kwenye mechi ambazo wamezichezesha. Na wamesema Singida tumeona katika malalamiko yao na wote sisi ni mashuhuda. Wamelalamika kwamba maamuzi yaliyofanyika katika mchezo uliopita wakataja na mechi nyingine ile ya Simba. Lakini kuna watu sasa hivi wanaambia mbona mnalalamika mechi ya Yanga tu, mechi ya Simba amlalamiki mechi zingine, kwa nini kwa mkutende wake? Kwa hiyo una haki ya kudai haki eti kwa kuwa uko nyuma kuwahi kutaka haki yako. Yaani una uhalali wa kudai haki yako eti kwa kuwa uko nyuma ukutendea ukuwahi kuomba haki yako. Unaona nchi tupe tengeneza. Sasa unafiki wa kutokusaidia mpira kwenye mpira wetu unaanza kwanza na viongozi wa mpira ambao wananufaika na haya maamuzi mabovu. Na wao ndio kiini cha hili tatizo. Kiini cha tatizo, mpira wetu umevunda na jamii. Jamii ndio imevundisha mpira. Mashabiki wanapenda matokeo ya haramu yawe halali ili mradi tu timu iwe bingwa. Viongozi wanapenda kuratibu matokeo haramu yawe halali ili mradi tu timu zao ziwe mabingwa. Wachambuzi tumegawanyika. Unachambua ili uonekane unafurahisha timu fulani. Sasa kama tunaitengeneza jamii na tafsiri yake unaijua, wasema kweli wataonekana wabaya. Wala wanasema ukweli mtupu. Leo nimekuambia, leo tunasema muamuzi kwenye mechi ya Simba. Tunakumbuka Kayoko alishai kuharibu mechi ya Yanga hapa. Yanga na Simba. Dabi. Si ndio waamuzi hawa? Leo ukiwaambia makosa ya waamuzi, Batharan Simba tumeona makosa ya waamuzi wamefanya mengi hapa katikati. Lakini yanafikirisha kwa nini siku zote ni kwa timu hiyo moja? Kwa nini hakubadiliki? Kwa nini inakuwa na muendelezo wa matukio namna hiyo? Tafsiri yake iko shida katika mpira wetu. Lakini shida hii hatuwezi kuimaliza kwa sababu watu hawataki kuwajibika. Kwa nini hawataki kuwajibika? Wanaogopa lawama wale. Bodi ya ligi yalipotuafikisha hapa ni kuogopa lawama tu. Taratibu zipo, hazifuatwi. Kwa upendeleo na kuogopana. Iliahirishwa mechi ya dabi tarehe 8 kwa kuogopana. Watu wengine ambao nao huko nyuma hata kama waliwahi kunufaika walipoamua kuchukua hatua, kwa nini tunafanyia upendeleo? Sasa mnaviziana kwa kanuni. Hatuwezi kuendesha mpira kwa mtindo tunaokwenda nao. Ndio nikwambia mpira wetu, bodi ya ligi na TFF ni mtu mwenye jipu unaambia atupe mkuki au fiki mbali. Anaishia hapo tu. Hapo. Pengine bodi ya ligi na TFF ni mtu mwenye mkuki, mwenye jipu unamwambia atupe mkuki. Haufiki mbali kwa sababu upendeleo na kutokuwajibika. Na si maana kwamba wale viongozi kwa sababu wamekubali upendeleo na kutokuwajibika ndio wametuingiza hapa. Unajua unampendelea mtu asubuhi, jioni naye akidai haki yake unaambia mbona nikupendelea jana. Ukishafikia jamii inarudisha, yani wewe nikidai haki yangu nikwambia mbona jana nikupendelea. Hiyo jamii imeoza. Mpira wa nchi umeoza. Na watu wanasema kwamba pengine watu wanazingatia sana mechi hizi za Simba. Haya mambo ambayo yanatokea hapa ni makosa ya kibinadamu, yanatokea kwenye mechi zingine, wanasemaga hivyo. Ni mechi zote tukifuatilia. Sasa nani mwe kumsema? Si bodi ya ligi na TFF. Si ndio tunatongozea mpira wa wazee? Ndio tunatongozea mpira hawa. Tukisema inaonekana taasisi huwa juzi wana mgogoro wao na Singida. Sawa, au ni nani anatakiwa kutuambia mpira wetu unakwenda wapi? Ni nani anatakiwa kutuambia mpira wetu unachangama? Mpira wetu unakuwa. Lakini jambo lolote linalokuwa lina matatizo yake. Matatizo kukua kuendana na kutatua matatizo. Sisi tunakuwa matatizo yatatuliki. Tunakuwa ndio kupanga matokeo kuko njama wazi. Timu zina ushirika wa wazi. Tunaona, kwani hatusemi? Timu zetu zote zina ushirika hizi. Sasa hivi watu wanajibizana kwa nguvu na ushirika. Tunakokwenda unafikiri tunakwenda kuzuri? Kubaya kabisa. Sio kubaya, tumefika pabaya. Sasa ukisema unaonekana mbaya, ukikumbusha unakuwa umechukua pande. Mimi nakwambia bodi ya ligi na TFF wamepoteza ramani ya kutupeleka na mpira wetu. Wamekubali kuingia kwenye mitego ya kulaumiwa. Nimemsikia leo mwenyekiti. Hivyo wewe madudu ya waamuzi, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anaweza kusema waamuzi hawana shida. Nchi safi kabisa. Mbona watu wote masihara wazee hawa? Yaani hata tatizo huwezi kukiri. Si wazee tunawasikia hapa. Mzee Mduni tumemsikia leo. Kanukuliwa na vyombo vya habari. Waamuzi hawana shida. Hakuna tatizo. Unajua mtu asiyeliona tatizo ni tatizo. Kwamba anahisi tatizo lipo kwa hawa walalamikaji sasa. Sio walalamikaji tu. Haya malalamiko hivi tunafanyia kazi. Hata bwana afya akikwambia kuna uchafu kesho anakukagua. Sisi tuna viongozi wa mpira ambao hawafuatilii shughuli za mpira, dosari zake na mafanikio. Ndio maana kwenye mapungufu wanataka kutuambia mafanikio. Ukisema wana ligi na mapungufu tunakwambia serikali akaleta nani kakwambia hiyo jamani, tumesema tuna ugomvi na mtu hapa. Watu waambie kwa nini hawafanyi kazi kwa weledi. Kwa ligi na mapungufu kwamba tuko nafasi ya 5 kwa ubora. Nafasi ya 5 mpewa na nani?
Si nafasi ya 6 kwa mujibu wa CAF. Na itaporomoka hii. Huu mwenendo wetu. Tunatengeneza tatizo ambalo linatutafuna. Kwa mfano sasa hivi tumetengeneza tatizo juzi, watu wamemtukana Mosepe, rais wa CAF. Tumezoeana wenyewe, tunaenda kuleta shida mpaka kimataifa. Ona mtukana mtu mwenye mpira wake. Mosepe sisi hata Chani tunao host na AFCON 2027 tumepewa kwa huruma. Unajua sisi tumeahirisha Chani na Kenya kwa sababu ya uwezo wetu mdogo. Morocco walikuwa wanataka siku wamewashinda, leteni hapa kama mjaanza mashindano wiki ijayo, kwa sababu ya ukanda, na anatujaribu kuangalia ukanda wake upande kimpira. Wakati mwingine zile Chani zinatakiwa uweke fedha nyingi, wakati mwingine si hata fedha hizo hatuweki kwa sababu ya huruma ya ukanda huu. Watu wamekuja juzi wamemtukana Zanzibar. Kumtukana Mosepe ni kumtukanisha Karia. Kumtukana Mosepe mnaitukanisha nchi ambayo tumependelewa kupewa Chani sisi. Na mkitaka kujua tumependelea, mbona tumeahirisha hapa kutokuwa tayari? Si upendeleo ule. Yaani wanapewa kitu ukiwezi wakati hicho kitu cha ushindani bidi zimetangazwa. Ndio. Tafsiri yake sisi tulikuwa tupokonywa mashindano. Na tunakokwenda wanafikiri kuzuri. Kwamba watu wanaishi na mazoea. Ujinga, tunapamisha ujinga mpaka kwenye watu werevu. Tumezoea ujinga wetu mpaka mechi ya Zanzibar ya Amani watu wako wanaleta shida. Sasa hatuwezi taifa likawa linaenda hivi. Lazima hawa watu tuwaambie hawa. Pengine kocha, nimesikia pia wengine wakilalamika kwamba kile ambacho Young Africans walikianzisha tarehe 8 na mpaka leo hii wanasema hatuchezi mchezo wa dabi ambao umepangwa tarehe 15, na hata Singida Black Stars wenyewe wamechukua biti lile lile wakawa wanatembea nalo kama ambavyo Yanga walifanya, hawakufanya chochote, na wao wanasema vile vile msipofanya hivi na hivi na sisi hatutocheza. Uamuzi wa mwisho wa mchezo wa mpira wa miguu wa mwisho kabisa ni kutokushiriki kwenye mashindano, na hata mamlaka za mpira wa miguu uamuzi wao mzito ni kukutoa kwenye mashindano. Sasa kwa sababu watu mpira hawajui. Uamuzi wa mwisho mkubwa kwenye mpira wa miguu ni kutokushiriki kwenye mashindano. Maamuzi mazito ya mpira wa miguu ni kukutoa kwenye mashindano. Mamlaka zikikuchoka zinakutoa kwenye mashindano. Na wewe ukichoka unajitoa kwenye mashindano. Huo ndio uamuzi mkubwa. Sasa mtu anayeshangaa, mtu anayeamua uamuzi wake mkubwa anamshangaa wapi? Baada yake tunalo tatizo. Sasa kwa nini nasema hivyo nyinyi watu wa Galaxy? Ni kwa sababu tumebariki mpira wetu uendesho kihuni. Na sasa hivi tunabariki mpira wetu uendesho kiadui. Kwa nini? Nitakupa ushahidi. Tumetoka kwenye uhuni tunaingia kwenye uadui. Kwa nini uadui? Sasa hivi nchi hii ukimkosoa mtu wewe unageuka adui. Ukimwambia ukweli tu. Simba ukiwakosoa wanakutangaza mpaka kwenye mikutano yao na maafisa habari wao, wewe adui. Waulize uadui wangu upi? Umewaambia nini? Umewakosoa. Yanga na wao. Sisi timu zote. Tena bora hata timu ndogo kwa sababu hazina fan base kubwa. Ukiwakosoa tu wanakusanyana, wewe adui yao. Lakini ukikosolewa kama sio sahihi unasema hapo mbona uongo? Hakuna mtu yote nchi ukimkosoa atatoka ajibu hoja yako, anakushambulia mtoa hoja. Ndio tumejenga taifa. Ajibu kile ulichokizungumza. Wanashambulia mtu. Kwa nini? Kuanzia midahalo shuleni, debate, watu walikuwa wanakimbia. Hawezi kujenga hoja. Ukitoa hoja yako unashambuliwa mtoa hoja. Mwangalie kapewa hela. Kwa kila mtu anatoa mawazo yake tofauti na ya kwako, kapewa hela. Watanzania hawapendi kutofautiana mawazo. Watanzania tumejengwa mtu ambaye ana mawazo tofauti na ya kwako ni mbaya sana. Tena unafika wakati huwezi hata kusalimia naye njiani. Una uvumilivu wa mawazo tofauti. Hili ndio taifa tulilitengeneza sasa. Mpaka wazee wetu wana tabia hizo sasa hivi. Nini? Hatuwezi kutengeneza taifa ambalo watu hawatofautiani mawazo. Na ndio maana unaweza kuona hata viongozi wa mamlaka kubwa wanatafuta watu wao kuwasemea uongo pembeni. Vyote vilabu hivi vinaitwa. Lakini hatutoacha. Mpaka mwezi wa 12 kuna kitu tunachokisema mtakiona. Mpira wetu usiposemewa kweli na kurudisha kwenye mstari, watu wawajibike, tutakuwa hatuendi, kwa sababu hata hawa viongozi sio kwamba walivyoingia walikuwa wabaya sana. Wameingia kwenye mifumo ya kizandiki, wamegeuka wazandiki. Walianza vizuri. Hakuna mtu mbaya kwa 100%. Hata sisi tunaongea hapa tuna mapungufu yetu. Lakini ukiingia kwenye mfumo wanamezwa, mwisho wa siku sasa wanaonekana wadogo kwa kutokufuata taratibu. Kwa hivyo hilo ndio shida nyinyi watu wa Galaxy, mpira wa nchi. Sasa tunakwenda wapi? Tumeamua kushindwa wakati tunaweza. Na madhara haya ya marefali kama yakiendelea kudumu hivi kadri siku zinavyozidi kwenda, unadhani kocha, kwa uzoefu wako, mpira wetu tunauona ukiwa katika mazingira gani hapo baadaye? Kwani madhara ya marefali hatujaona? Mbona tunashaanza kuyapata? Yameshaanza kuonekana mapema. Mnapata mshindi ambaye hana quality, akikutana mechi za ushindani anapoteza. Mnapata ushindi ambao una ubora mechi ya ushindani. Kwa hiyo mnatengeneza timu wapinzani, wanajua mkicheza nyinyi mtashinda tu.
Ndio maana nchi hii timu kama Simba na Yanga inaonekana haistahili kufungwa na timu yoyote. Ikifungwa mpaka watu wanaangalia tumefungwaje. Na timu zetu hizi haziwezi kucheza bila kufanya robbing. Maana yake hakuna quality tunaoisema kiwanjani. Hatuwezi kupata ubora tunaousema kiwanjani. Bingwa mwaka huu wanamjua viongozi wa mpira. Wanamjua mimi nakwambia. Kama bingwa atakuwa nani? Yaani wanamjua. Bingwa wanamjua. Vipi na mechi hazijaisha? Nimekwambia hivi kwa mpira wetu tunavyoendelea, bingwa ni kama wanamjua. Viongozi wa mpira wetu, bingwa wanamjua. Hapa sisi tunacheza kama guruguru tu. Unachezesha kete unachagua. Nikiamua nisome namba 2, yani kama guruguru, kama unajua guruguru. Anachezesha anajua. Anajua mimi nikiamua karata 3, unajua kata katangu nimeificha wapi. Yani ligi yetu inaendeshwa kama karata 3. Bingwa wanamjua wao. Kwamba mimi yangu ya uongo na imeishia huko. Kwa ubingwa wanamjua. Hapa tunahangaika bure. Pengine kumbe ndo hapo napata kuelewa kwamba hata haya makosa ambayo tunayaona ni kwa sababu ya hicho ambacho umekizungumza kwamba kuna bingwa tayari umeshamfahamu. Tunataka taifa la wanafiki. Tunataka taifa la waongo. Tunataka taifa la kupongezana kwenye matatizo. Tunataka taifa ukweli usisemwe. Nchi gani ukweli utakuwa usemwe? Tasnia ya mpira ukweli usisemwe. Wanasema ukweli wote wabaya. Watu wakisema ukweli mnashupaza shingo, wanaume mmekusanyana, mnawahubiria wanaosema kweli. Nimesikia pia wengine wakisema haya matatizo ya marefali sio Tanzania tu, yako duniani kote tunaona yanatokea. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida. Sio kawaida, ya kwetu yamezidi. Huo ukawaida. Kwetu imekuwa too much. Referee sisi anachezesha mechi anakuambia leo mtaniona, mtanieleza leo. Refa anaagana na timu leo mtanieleza. Mtakoma leo. Refa anaambia kabisa jidondosha nikupe penalty. Wewe unipishe kona hapa. Siku itasababisha maafa, watakuja kukutu watu wafe uwanjani. Watu watakuja kupigana. Sio kupigana, kuuana. Kwanza tumetengeneza mpira wa uadui. Watu sasa hivi wanapigana kila siku. Tumeona hiyo pia. Usijasikia kauli ya vyombo vya ulinzi na usalama vikilani. Hatujasikia kauli za viongozi wakubwa wa nchi wakilani. Juzi watu wamepigwa Zanzibar mbele ya rais. Sawa, rais alikuwa jukwaa. Sasa zile picha zimeonekana, mamlaka hakuna. Walichaniana majezi, mamlaka hakuna. Hajatoka hata kukemea kile kitendo. Hatukemei sio? Haya, tunatoka tunaona sasa hivi Simba wametoa statement, Yanga wametoa. Simba hajatoa hata statement, maana yake ni baraka. Lakini kwa nini Simba walipiga mashabiki? Sasa alitoka Ahmed yule. Hamkumsikia Ahmed jamani? Na Ahmed alisema pia. Ili kuna taifa la wastaarabu, kauli ya Ahmed ingeachwa hivi hivi. Tunakosa ustaarabu sisi taifa hili. Haiwezi kuwa. Taifa muasisi wa amani, darasa mfano, kauli ya Ahmed. Atakayejichanganya. EMT waliosajili vilabu mpaka TFF. Wako TFF ambao wanatembeza sera ya fair play. Mtu anatoka hadharani mnatangaza magomvi kwenye mpira na mauaji. Utoki. Na ni kama wamewapa. Sio wauni wanatongoza mpira. Hizi kauli nafikiri kauli nzuri. Unadhani kauli za Ahmed ilikuwa ya kuachwa vile? Nadhani hata kwenye mechi ya juzi tuliona wakati Jonathan Soa anarumbana kwenye kibendera na kina Chemalon na refali, kuna mashabiki walitoka jukwani wote wakawa kama wanataka kuingia. Light kama zile nyavu zingekuwa zinaweza kunesa, ingekuwa maafa makubwa pale. Sasa yale si ndo matokeo ya kauli za Ahmed? Yale si matokeo ya kauli za Ahmed? Sasa yule ni Jonathan Soa, sio? Mechi ambayo tunaizungumza ya Singida Black Stars. Wangekuwa Yanga. Si mnapasuana uwanjani, kila timu ina mashabiki wengi. Unaona tunavyokuambia? Umeshasikia amelaniwa sehemu yoyote? Hakuna kilichozungumzwa. Kwa nini tunaogopana? Kwa sababu yeye yuko Simba. Alikuwa anatoa kauli alikamwe hapa. Tulikuwa tunalani kila leo. Kwa msimu ni baraka viongozi wapigane viwanjani. Unadhani watu hawana mashabiki? Hivyo unadhani watu hawana mashabiki? Kila mtu ana shabiki wake. Hivyo una haki ya kupiga. Unataka kuniambia mechi ya Simba na Yanga safari watu watapita geti moja? Ni ngumu sana. Tunaona wana mechi kesho hapa. Fanya ndio mechi ya Simba na Yanga, ni kueleza kabisa kwa kilichotokea Zanzibar. Mechi ya Simba na Yanga. Usiende uwanjani. Watakandana wale. Na kama ni ulinzi unahitajika wa kutosha, watakandana wale. Kama wanategemea viingilio uwanjani vitakuwa hakuna. Ukisikia mechi ya Simba na Yanga mwenyeji Yanga, Simba watakuwa wao. Tunakwambia tumebariki matatizo na hakuna aliyetoleka. Sijasikia viongozi wa mpira, sijasikia viongozi wa tulani. Tunaingiza uhaini na mauaji kwenye mpira, watu watakuja kuuana hapa kwenye mpira. Watu walani hizi. Tulani kwa sababu mpira tunaupenda, tunakwenda viwanjani. Wameanza kupigwa mashabiki. Nani anaamka? Yule bwana kapigwa mbele ya mkewe. Kandwa. Anafanywa zote shambulio. Kamera zipo, wanaonekana. Hakuna tamko. Tamko la kufanyika kile kitendo lilitolewa kabla ya mechi. Alafu tunasema tuko huru na amani. Hivyo viwanjani.
Uhuru Amani viwanjani mimi nitakuwa siendi. Mtaendaga wenyewe. Mimi nimemaliza bwana. Mimi nimemaliza pia.